Ingizo la Depu kwenye safu ya ushambuliaji ya klabu ya Young Africans, binafsi niseme imewaongezea kitu kwenye namna ambavyo Young Africans wanaonekana kuwa wameimarika kwenye ufanisi na kwenye matumizi ya nafasi mwisho wa siku. Yaani hilo wala sina shaka nalo kiukweli. Yaani nikimwangalia mtu kama Prince Dube kwenye matumizi ya nafasi, ukija ukimwangalia na mtu kama Depu, kuna utofauti mkubwa unauona tu hapo. Na sio tu kwenye michuano ya kimataifa mathalan kama vile ulivyoona katika mchezo dhidi ya JS Kabylie, lakini hata kwenye mechi za ligi. Yaani mpaka sasa hivi huwezi kupata tukio lolote la Depu kuwa amekosa goli baya, yaani amekosa nafasi mbaya, amekosa goli la wazi mwisho wa siku. Unaona kwamba ufanisi upo pale, na ufanisi upo pale kwa sababu gani? Depu ni mshambuliaji ambaye ufanisi wake unapatikana kwenye boksi. Yaani ni mshambuliaji ambaye anacheza karibu na mabeki wakati muda wote, anajaribu kuwavuta muda wote. Sio mtu wa kuja kushuka sana, sio mtu wa kuweka pilika nyingi sana na mpira mguuni kwa maana ya dribbling na kila kitu. Ni mtu ambaye ufanisi wake unaonekana zaidi ni kwenye kutafuta nafasi sahihi, kuangalia alipo in relation na mabeki wakati walipo, na kusubiri huduma. Anaonekana ni mshambuliaji ambaye anatakiwa apatiwe huduma ya kutosha ili aweze kuwa na ufanisi mwisho wa siku. Sasa ukijaribu kutizama tangu amekuwa kwenye kikosi cha Young Africans kwenye michezo ya ligi na hata kwenye baadhi ya michezo ya kimataifa ambayo ukapata nafasi nzuri ikiwemo dhidi ya JS Kabylie, unaweza kuona kwamba kuna mmaliziaji mzuri. Tena uzuri ni kwamba anaweza kumalizia kwa mguu wa kulia, anamalizia kwa mguu wa kushoto, ni mtumiaji mzuri sana wa kichwa chake. Kwa hiyo hana sehemu ambayo amepelea kwenye matumizi ya nafasi. Mpira utakapodondoka kokote yeye ana uwezo wa kuweka wavuni. Kwa hiyo kwa kusema hivyo, maanake inabidi sasa mazingira yanayomzunguka yawe ni rafiki ili kipatikane kilicho bora kutoka kwake. Mazingira yanayomzunguka yawe bora vipi? Kwanza, kwa sifa yake Depu, ina maana inabidi namba 10 atakayekuwa anacheza nyuma yake awe na uwezo wa kumtafuta mara nyingi sana kwenye michezo ambayo atakuwa anacheza. Yaani Depu ni mshambuliaji ambaye anahitaji huduma, ni box finisher. Kama ni box finisher, maana yake anahitaji kulishwa. Kama anahitaji kulishwa, maana yake unahitaji namba 10 ambaye ana uwezo wa kukuona muda mwingi. Depu kazi yake, kwa sababu anacheza karibu na mabeki wakati muda wote, maana yake yeye atakachokuwa anakifanya ni kujaribu kuwavuta nyuma kadri yawezavyo mabeki wakati, ili nafasi ifunguke kati yake na namba 10 wake. Hii nafasi itakayofunguka inalenga kumpa nafasi ama muda wa kutosha namba 10 aweze sasa kumtafuta kwenye njia mtu kama Depu. Aweze sasa kupiga zile pasi za kupenyeza ambazo zitaweza kumweka kwenye mazingira Depu ya kuweza kufunga karibu na lango. Hilo la kwanza. Lakini la pili, mawinga. Na hapa ndipo ambapo natamani pia kuja kuona kiwango cha mtu anayeitwa Buba Jame akiwa kama natural winger kabisa kutokea upande wa kulia. Itakuwa ni very interesting kutaka kuona ufanisi wake ndani ya Young Africans utakuwaje. Mimi nishawahi kumzungumzia Buba Jame na nimeshawahi kuweka bayana kwamba sifa yake kubwa Buba Jame ni kwenye kutengeneza nafasi. Huko ambako amewahi kucheza kwa maana ya GD Inter Club, lakini pia katika klabu yake ya BK Milan ya kule nchini kwa Gambia, ameonyesha kwamba ana uwezo wa kutengeneza nafasi. Mtu ambaye almost msimu wake wa kwanza assist 7, msimu wa pili assist 17, unapata huo mchanganuo kwamba ni mtu ambaye anaweza kweli kutengeneza nafasi. Huyu ni mtu ambaye akiingia vizuri kwenye mfumo wa Young Africans kama a natural winger, akawa na uwezo wa kupiga crossi, lakini pia akawa na uwezo wa kupiga zile cutback, anaweza kuja kutengeneza combination nzuri sana na mtu kama Depu, kwa sababu Depu kama nilivyoweka bayana anahitaji huduma. Na kwa sababu ni mtumiaji mzuri wa kichwa, manake ni lazima upate wachezaji wa pembeni ambao wataweza kupiga crossi vizuri. Wataweza kupiga crossi za juu ambazo wataweza kuzitumia kwa kichwa chake, lakini pia wataweza kupiga pasi za ndani. Unafika kwenye byline unapiga cutback, kwa sababu pia ni mzuri kwenye kutumia miguu yote miwili Depu. Kwa hiyo anahitaji hao wachezaji, yani hakuna wasiwasi wote kuhusu hilo. Namba 10 awe na uwezo wa kumtengenezea nafasi kutokea nyuma, lakini pia mawinga ambao watakuwa wanaweza kutengeneza nafasi kwa kupiga crossi ili aweze kuunganisha na kichwa, lakini pia kwa kupiga cutback ili aweze kukutana nazo kwa kutumia miguu yake yote miwili. Lakini mafullback nao pia wana nafasi yao. Yaani fullbacks ambao watakuwepo Young Africans msimu unaokuja wanapaswa kuwa na uwezo wa kuweza kutengeneza nafasi kwa kupitia crossi.
hilo halina shaka, na wao pia hilo haliwaachi. Mwisho wa siku wanapaswa kuwa na uwezo wa kutengeneza nafasi za kutosha kwa kupiga krosi kwa usahihi. Inakuwa ni upotevu wa rasilimali kama una mshambuliaji ambaye ni mzuri hewani alafu huna wachezaji wanaoweza kupiga krosi wakiwemo mafullback wako. Kwa hiyo kitu ambacho naweza nikakisema mwisho wa siku, nafikiri Depo amewaonyesha Young Africans kwamba kuna daraja fulani la uwezo ambalo yeye yuko nalo ukilinganisha na ambao walikuwepo kwenye kikosi wakati msimu ulikuwa unaanza. Lakini mwisho wa siku inatakiwa ipatikane cream namba 10 mwenye uwezo wa kutengeneza nafasi. Ndio hapa sasa tunataka tumwangalia Alan Okello ni kwa kiasi gani ataweza kulibeba jukumu hili, lakini pia mawinga pamoja na fullbacks ambao watakuwa na uwezo mkubwa wa kushambulia na kupiga cross ambazo zitaweza kulenga kichwa cha Depo, lakini pia kulenga miguu miwili yote ya Depo ambayo inafanya kazi ndani ya box mwisho wa siku. Kwa hiyo Young Africans wamepata somo, wamekuja kugundua kwamba ili uweze kuwa kwenye mazingira ya kuweza kufanya vizuri kwenye hatua ngumu kama hizi za makundi, ni lazima uwe na watu ambao ni wafanisi. Wanaye mshambuliaji kwa mtazamo wangu ambaye anaweza kuwa mfanisi endapo atatengenezewa nafasi za kutosha. Ni issue ya kujaribu kuangalia uwezekano wa kupata wachezaji wazuri. Kama hawatakuwepo kwenye kikosi sasa hivi, basi kwenye dirisha kubwa Young Africans wahakikishe kwamba wanapata quality za kutosha ambazo zitaweza kwenda kubeba sifa na ubora wa mshambuliaji ambaye wamemsajili kwenye kikosi chao.